Leo nitazungumzia kuporomoka kwa maisha ya vijana wengi kwa nyakati hizi. Vijana wa rika letu walio wengi kwa asilimia kubwa, kushuka kwa future zao. Tusikilizane kwa umakini, labda kuna mtu anaweza akapokea kitu hapa. Mambo ambayo yanayopelekea vijana wengi kupoteza mwelekeo wa maisha yao wakiwa katika rika dogo au wakiwa katika umri mdogo. Moja kabisa ni starehe. Wanaendekeza sana starehe kuliko kuiangalia kesho yao itakuwaje. Wanafanya vitu kana kwamba wana muda mwingi wa kuendelea kufanya. Badala ya kutengeneza maisha yao leo, wanasema kwamba tutafanya baadaye. Sikiliza kijana, maisha yako yanatengenezwa sasa, wakati huu ambapo una nguvu, wakati huu ambapo una akili timamu. Wanasema damu inachemka, ndio wakati wa wewe kutengeneza maisha yako. Lakini ukiendekeza mambo haya ambayo nitakayoyataja, yatakufanya kufifisha maisha yako, yaani future yako, mwelekeo wako, dira ya maisha yako itapotea. Moja kabisa, vijana wa siku hizi wamekuwa ni walevi kupindukia. Wanavuta sigara, anakunywa pombe. Mambo haya ukiyafanya pamoja na umalaya, kupenda starehe, vitu hivi vinakupotezea future yako. Vitu hivi vinakufanya usifike kwenye malengo yako na kuona kwamba unaweza ukafanya kwa wakati mwingine. Ngoja nikukumbushe kitu kimoja, ili uepukane na kutoa laana hapo baadaye kwa watoto wako. Tengeneza maisha yako sasa, ili baadaye uepukane na kutoa laana kwa watoto wako utakaowazaa ama uliowazaa. Watengenezee maisha mazuri, wakuelewe kama baba yao. Najua baba si jina au kwa sababu ya mwanaume, bali baba ni kwa sababu ya ile nguvu ya ubaba ulioibeba, maana yake majukumu ulionayo. Baba ni mwanzilishi wa kitu. Biblia inasema, nimewaandikia ninyi vijana kwa sababu mnazo nguvu na tayari mmemshinda yule adui. Lakini vijana wengi wameacha hiyo kanuni ya kuwa wao ni washindi dhidi ya adui. Wao ndio wamekuwa washindwa, adui amekuwa mshindi dhidi yao, kwa sababu ya kuendekeza mambo ya ulimwengu. Okoa muda wako, okoa nafasi yako, okoa maisha yako, ili uepuke gharama za kujikidhi katika uzee wako. Maisha haya si marefu. Miaka ijayo michache mbeleni hapo utaitwa mzee, ambaye ulisifika saa hii ya kuwa una nguvu, ambaye ulisifika saa hii unaweza ukafanya kitu chochote. Lakini muda utakapofika, miaka ya mbeleni hapo, utakuwa ni mzee usiyeweza kufanya kitu chochote. Matokeo yake utaishia kutoa laana kwa watoto wako, tena kwa watoto wengine usikute leo wakataa. Lakini umefika wakati wa uhitaji, utawalilia hao watoto, utawaomba hao watoto. Wasipokupa utakasirika, utachukia, utawanunia, utawatolea matamshi yasiyo mazuri. Kijana, acha pombe, acha sigara, acha starehe. Tengeneza mkakati wa maisha yako. Tengeneza ratiba nzuri. Usimamie kwenye malengo yako ili uweze kufanikiwa kuitengeneza kesho yako. Lakini kingine usisahau, ni kitu kikubwa ambacho kitakufanya ufanikiwe kwa ushindi dhidi ya mipango yako au malengo yako ya kimaisha, ni kuwa karibu na Mungu.
Biblia inasema jinsi gani kijana aisafishe njia yake? Ni kwa kutii na kulifuata neno. Uwe mtii na kulifuata neno la Mungu, utafanikiwa katika maisha yako, utafanikiwa katika nyenendo zako na kila unachokifanya. Biblia inasema katika Mithali 3 kule ukianzia mstari wa 1 mpaka wa 3 na wa 7, Biblia inakuambia kwamba usitumainie akili zako mwenyewe, bali katika kila jambo umshirikishe Mungu, umtumaini yeye naye atafanya. Kwa hiyo kwenye maisha yako ili ufanikiwe, jitenge sana na mambo ya starehe. Utafanikiwa sana kijana mwenzangu. Nakuombea upige hatua katika jina la Yesu.